urejesho wa familia. Urejesho wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa haraka nitakupa familia mbili ambazo zitatutangulia kuona mifano ya kuendelea na somo hili. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Ayubu sura ya kwanza. Kitabu kile cha Ayubu sura ya kwanza, nitasoma ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Familia ya kwanza ambayo tumeianza kuitazama kama mfano wa somo hili ni ile familia ya mzee Ayubu tunaoisoma katika sura yake ya kwanza mstari wa kwanza ule wa 6. Biblia inasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu. Hebu sema, ni mmoja aliyemcha Mungu. Amen. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na mabinti 3. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita maumbu yao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema, akasogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume tunaangalia urejesho wa familia. Matendo ya Mitume ile sura ya 16, tuanze ule mstari wa 23. Matendo ya Mitume sura ya 16, tuanze ule mstari wa 23. Nitasoma mpaka ule wa 33. Tuanze ule mstari wa 30 mpaka 33. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka, pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliokuwamo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako yote. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliokuwamo nyumbani mwake.
akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo huo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme kidogo hapa, alafu tutaendelea na maandiko mengine katika picha ya somo hili. Jambo la kwanza nalotaka nitoe ufafanuzi ni juu ya urejesho. Bwana asifiwe. Tunapoangalia urejesho, ukisoma katika maandiko mengi kwenye Biblia, utagundua urejesho ulihusika pale ambapo kuna maisha ambayo yalikusudiwa au katika mtu au katika watu au mahali fulani, lakini hayo maisha hayapo ingawa yalitakiwa yawepo. Kwa hiyo neno urejesho linaanza kutumika sasa ili kurudisha kitu kilichopaswa kuwepo lakini hakipo, au mazingira fulani yaliyopaswa kuwa kwa namna yake lakini sasa hayako kwa ile namna ambayo yalikusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoangalia urejesho wa familia, tunaangalia urejesho kwa upana wa mabadiliko ya dunia kwa ujumla, na leo ni siku ya maombi ya watoto duniani. Tunapoiangalia dunia ilivyochanganyikiwa na tunapoangalia urejesho wa familia, tutajifunza tu kwa uharaka. Wale wazazi wetu watu wazima hapa waliopo wanaelewa wao walipokuwa watoto familia ilikuwa na muonekano gani, familia ilikuwa inaundwa kwa namna gani. Lakini je, katika kizazi tulicho nacho familia inaonekana kama zamani ilivyokuwa? Tutakubaliana kwa pamoja kwamba sivyo kama mwanzoni ilivyokuwa. Na kama sivyo, je, Mungu wetu amebadilika au ni dunia ndio imebadilika? Na tutakubaliana kwamba dunia ndio imebadilika, maana Biblia inasema dunia na mambo yake itapita, lakini Mungu wetu yeye ni yule yule milele iliyopita na sasa na hata milele ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji urejesho wa familia, tunahitaji neema irudi tena kwenye familia, kuanzia kwenye muundo wa familia. Hebu sema muundo wa familia. Na tunapoona muundo wa familia kwamba urejeshwe, ni ili pia tupate familia yenye malezi ambayo pia yatampa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye familia hizi mbili ambazo tumeshazisoma katika Biblia, tunamuona mzee mmoja ambaye anaitwa Ayubu. Ayubu akihubiriwa, watu wengi wamemweka katika mambo mawili au picha mbili za kumhubiri Ayubu. Jambo la kwanza, watu wengi wanamhubiri Ayubu kwa sababu ya utajiri wake, lakini jambo la pili ambalo Ayubu anasemwa sana na wahubiri wengi au na mafundisho mengi ya kibibilia ni kwa jinsi alivyoshinda majaribu. Lakini leo katika kuangalia urejesho wa familia, nataka nikupe jambo la tatu ambalo Ayubu ndilo hasa lililosababisha utajiri alionao, lakini pia na kushinda kwake majaribu aliyoyapitia. Na jambo hilo sio lingine bali jambo hilo ambalo ni kipaumbele au ni la kwanza kwa Ayubu ni kumcha Bwana. Hebu sema kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mzee Ayubu tunaonyeshwa kwamba hatuoni kwanza kondoo, hatuoni kwanza mamilioni ya pesa aliyonayo, lakini Biblia inasema huyu baba alikuwa na watoto 7 wa kiume na watoto 3 wa kike, lakini Biblia inasema alikuwa mcha Mungu na aliyeepukana na uovu. Hiyo ndio jambo la kwanza au ndio maisha ya kwanza kwa mzee Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia alichofanya kwa watoto wake, aliwafundisha namna ya kumcha Mungu na ile familia ikawa na upendo wa kimungu. Kwa nini? Tunaona familia ambayo
alipewa ajira kwenye gereza moja ambalo watu wakifanya uhalifu wakifungwa, basi yeye anasimamia usalama wa gereza. Lakini wanaletwa wahalifu walioonewa ambao ni Paulo na Sila, wanaingizwa kwenye lile gereza, lakini kwa sababu walionewa, maana hata kesi yao ilikuwa ya kumtumikia Mungu, na walipokuwa wanamtumikia Mungu, wale wasioelewa neno la Mungu wakawahesabu kama wahalifu na wakawakamata wakawapeleka gerezani. Biblia inasema usiku wa manane Paulo na Sila wakawa na msifu Mungu, gereza likafunguka, milango ikawa wazi. Mlinzi anakuja kushtuka usiku wa manane, anaona milango ya gereza iko wazi, akafikiri labda wafungwa wameshatoroka, akataka kujiua. Lakini Paulo na Sila akamwambia, usijiue, watu wote tuko hapa, lakini wewe unachotaka tu kujua kwamba saa ya Bwana imefika. Biblia inasema akawaita nje. Unajua askari akishagundulika udhaifu wake hata kwenye raia hataki sana watu wajue, kwa hiyo akawaita pembeni, akamwambia, bwana zangu, nifanye nini ili nipate kuokoka? Biblia inasema wakina Paulo wakamshuhudia habari za wokovu. Biblia inasema wakamwambia, mwamini Bwana Yesu utaokoka wewe na nyumba yako yote. Tunaenda pamoja? Utaokoka wewe na nyumba yako yote. Biblia inasema akawakaribisha nyumbani, akasikia habari ya neno la Mungu, wakabatizwa yeye na nyumba yake yote. Saa ile ile wakaanza utumishi, akawaosha mapigo yao, akawapa chakula. Nyumba yake ikawa nyumba ya kitumishi au nyumba ya huduma. Tunaenda pamoja? Tatizo tulilo nao kwenye familia za leo, wazazi wameokoka, watoto hawajaokoka. Mungu wa baba sio Mungu wa mama.